Ya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Imekuwa ni mechi nzuri, lakini tumefanikiwa kupata ushindi leo. Mechi ilikuwa ngumu kutokana na ubora wa Namungo na mipango ambayo Namungo alikuja nayo katika mchezo huu, lakini tumefanikiwa kufungua loki zao na kupata ushindi wa magoli 3-2. Lakini ukiachilia mbali ushindi, kilichofurahisha zaidi leo ni kiwango bora kwa wachezaji wetu na timu yetu kwa ujumla. Tumeshuhudia performance ya kuvutia kweli kweli. Tumeshuhudia kiwango cha mchezaji mmoja mmoja kikiongezeka ubora. Tumeshuhudia performance ya kuvutia kutoka kwa mchezaji mmoja mmoja na timu kwa ujumla. Tunachoweza kusema kwamba Simba yetu tumeipata. Japo hatujafika mwisho kwenye Simba ya kwetu, lakini walau mwanga umeanza kuonekana kuelekea kwenye Simba yetu. Wana Simba wanafahamu wanataka mpira wa aina gani, wanataka mpira mzuri, wanataka pasi nyingi, wanataka magoli mengi, wanataka kuona wachezaji wakifanya pressing, wanataka kuona wachezaji wakikimbia, wachezaji wanatengeneza mashambulizi na nafasi. Na vyote hivyo vimeonekana katika mchezo huu wa leo. Lakini watu wameshuhudia mabadiliko ya kikosi, lakini kama haitoshi, watu wameshuhudia mabadiliko ya wachezaji mmoja mmoja, kitu ambacho kimeweza kuwavutia watu wengi leo. Na kila mwana Simba ambaye anaondoka hapa Benjamin Mkapa leo anaondoka akiwa na furaha ya hali ya juu mno baada ya kuiona Simba mpya, Simba ya kwetu. Nasema kwamba Matola amerahisisha mpira, ameonekana mwepesi pinzani wenu leo. Ya, Matola ni moja kati ya makocha bora sana tuliokuwa nao barani Afrika, na tumeona leo namna ambavyo amekuwa na uthubutu wa kufanya mabadiliko ya kikosi, lakini kama haitoshi, namna ambavyo amekuwa na uthubutu wa kuona yule pale hayuko sawa sawa, wacha ni mbadilishe. Hiyo yote inatokana na upeo wake mkubwa wa kusoma mchezo na kuangalia mechi inaendeleaje. Na tumeona mchezaji mmoja mmoja kiwango chake kimeongezeka. Tumeona leo Alassane Kante akitawala pale katikati, anapokonya, anapiga pasi fupi, anapiga pasi ndefu, anatengeneza mashambulizi. Tumemuona Budo ambaye hatujamuona kwenye kiwango bora namna hii kwa muda mrefu kwa kweli. Hii ni kazi ya muda mfupi ya Mwalimu Selemani Matola ya kuongeza viwango vya mchezaji mmoja mmoja, na hatimaye watu leo wameondoka hapa Benjamin Mkapa wakiwa wameridhika kwa 100%. Kumekuwa na kihukumizi cha man of the match kwa namna ambavyo wachezaji wote wameperform. Ya, walioteua wamepata kazi. Kwa sababu kuna wakati alionekana kama Budo angeweza kuwa man of the match, kuna wakati kama Kante angekuwa man of the match, kuna wakati waliofunga pengine wangeweza kuwa man of the match, lakini yote kwa yote wamekwenda kuchagua mtu sahihi ambaye ni Rushin De Reuck, baada ya kazi kubwa ambayo ameifanya, interceptions ambazo amezifanya, blocking ambazo amezifanya, ukijumlisha na goli ambalo wamefunga, limemuongezea thamani katika mechi ya leo, na hatimaye amekuwa mchezaji bora. Na Rushin anafunga goli lake la pili katika ligi kuu ya Tanzania. Ni jambo la kufariji kuona ya kwamba ukiachilia mbali washambuliaji tunaowategemea, lakini hivi sasa tunapokuwa na mipira iliyokufa kuelekea katika lango la mpinzani, Rushin anaongezeka pale na anatengeneza options za wafungaji kuwa wengi. Bana, kwa pila ambalo limepigwa leo, wana Simba wasishangae Matola kaachiwa timu. Tusubiri viongozi wataamua. Matola kafanya balaa. Yametukata kiu. Kwa muda mrefu hatujaona Simba yetu ikitakata namna hii. Tumeona maingizo ya wachezaji wapya, Semfuko Charles, na amefanya kazi kubwa kwa kweli, anachukua na achia moja, yani kama bahari hakai na uchafu. Hiyo yote ni kazi ya Selemani Matola ya kumwambia bwana, wewe unaweza, nenda kafanya vitu basic, dunia itafurahi. Wewe kama vipi apewe? Najua Matola ni kocha mkubwa sana, na kwa ligi ya ndani hii
Matola anaweza akakupa kila kitu ambacho unakihitaji. Matola dhidi ya timu hii ambayo tuko nayo ya Simba, ya wachezaji hawa wazuri tuliokuwa nao, ana uwezo wa kufanya wonders sana katika ligi hii ya Tanzania. Nani wa kuweza kumsumbua Matola? Namungo, Fountain, Azam, Lipuli ama kitu gani? Anaweza kucheza nao vizuri kweli kweli bila mashaka ya aina yoyote. Ahmed, kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na kiwango cha... Umenenepa, ulikuwa wapi? Zingatia swali. Okay, sawa. Kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na kiwango cha Elim Panzu, namna ambavyo anapocheza. Pengine ni mategemeo ambao wana Simba wanao na wadau wanapofahamu namna ambavyo anapocheza, ama kuna kitu kingine cha tofauti? Ya, mechi ya leo haikuwa nzuri kwake. Cheza kwa dakika 45 na hakuwa na performance ya kuridhisha, na ndio maana mwalimu akamtoa. Na ni kawaida kwenye mpira wa miguu, kuna siku unaamka mambo yanakataa. Kwa hiyo leo kwake haikuwa siku nzuri, na ndio maana mwalimu akafanya mabadiliko ya haraka kumuingiza mchezaji mwingine. Kiwango chake hakina mashaka hata kidogo, lakini usitegemee kila siku atakuwa kwenye kiwango bora. Kuna siku inakuja, kuna siku inakataa. Leo kwake imekataa na mwalimu akampumzisha ili kuendelea kujipanga kwa mechi inayokuja. Pengine wana Simba mnatumiaje wiki hizi 2 ama 3 kwa ajili ya kujipanga kwenye michezo inayofuata? Ya, tuna mapumziko kidogo hapa ya siku kama 3-4 hivi. Alafu wale wachezaji ambao wanakwenda kwenye majukumu ya timu ya taifa wataondoka kwenda kwenye majukumu hayo, lakini kundi kubwa la wachezaji litabaki kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mechi yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na katika wiki 3 hizi za maandalizi tayari tutakuwa tumeshapata kocha mkuu ambaye atakuja kusaidiana na wataalamu wengine waliopo ndani ya Simba kwa ajili ya kufanya na kuanza maandalizi kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Nsingizini kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni huyu ambaye ameonekana Dar es Salaam, alikuwa kihudumu Young Africans miaka kadhaa. Unamzungumzia Sheikh Nasreddin. Mimi mwenyewe nimemsikia yuko town hapa, sijajua. Sijaonana naye na sijajua amekuja kufuata kitu gani, kwa kuwa ameshaishi hapa, pengine ana mipango yake amekuja kuitimiza. I'm not sure kama ndio kocha wetu mpya, kwa sababu bado vile sijapewa taarifa na wakubwa wangu ama dodoso na wakubwa wangu ya kwamba nani atakuwa kocha mpya. Kwa hiyo kama Nabi yuko mjini hapa, siwezi kuthibitisha kama ni kocha wetu. Nabi ni one of the best coaches hapa barani Afrika, lakini kama haitoshi, ukiachilia mbali ubora aliokuwa nao, maarifa aliyokuwa nayo, lakini faida nyingine aliyokuwa nayo ni league experience ama environmental experience ya Tanzania. Ameshafanya kazi hapa miaka 2 kama sikosei, maana yake anayafahamu vizuri mazingira ya Tanzania. Kwa hiyo hiyo peke yake inampa faida zaidi ya kuwa candidate bora zaidi kama kweli watu watakuwa wanamhitaji. Umeshajipanga, unamtambulishaje baharini au wapi unamtambulishaje nani? Mbona kama una uhakika sana tunamchukua nani? Kama ameshadukua mambo. Mimi kusema kweli taarifa sina. Na mimi ningekuwa najua ningewapa hata code. Lakini kusema kweli ni declare hapa ya kwamba sijui kocha gani, lakini ndani ya wiki hii tutakuwa tumemaliza mchakato mzima wa kocha. Na semaji kuhusu Gamondi siwezi kumzungumzia at all kwa sababu ni mwajiriwa wa taasisi nyingine. Itakuwa ni unfair kumzungumzia mtu wa taasisi nyingine. Sheikh Nabi mtaki content za moto mtaki. Lile pila lile unaweza kulipa jina gani? Ule ni mchanganyiko wa jimbi, muhogo, mlenda pamoja na mnamvu. Ndio unapata lile pira ambalo wanacheza ndugu zetu hivi sasa. Pira fulani gumu hivi, pira ambalo haujui wanafanya kitu gani uwanjani. Yani ili mradi tu wamevaa uniform zao zile, basi wanakwenda mbele wanarudi nyuma. Yani ni pira ambalo halitafsiriki. Ushawahi kuona kiumbe kisichojulikana ni cha aina gani?
basi ndio pira ambalo wanacheza jamaa zetu. Sasa wamekuwa na vikao vingi vya kutaka kumfukuza bwana Foili. Na Foili sio kumfukuza, yani wanamshawishi ajiuzuru. Kwa sababu wakimfukuza inabidi wamlipe. Na yeye hataki kujiuzuru. Kwa hiyo kilichofanyika wakawapanga mashabiki pale Mbeya pale. Unaona bana? Wakawapanga mashabiki pale Mbeya wamzomee Foili. Ili Foili akasirike abwage manyanga. Na Foili kasema hata warushe mawe mimi hapa sitoki. I'm telling you my brothers and sisters. Unaona bana? Kasema achilia mbali Mayendo, hatakutaki. Hata wanirushie mawe. Kwani atakuwa anaelewa wewe hapa mimi siondoki mpaka mnifukuze ili mimi nichukue mpunga wangu wa kutosha hapa niende nikale maisha. Mimi bado kijana, miaka 30 ngapi, nikae bila kazi hivi. Kwa hiyo bwana Foili amegoma kujiuzuru mpaka afukuzwe. Kwa hiyo wanawatengeneza mashabiki. Sio, umeelewa Wanawatengeneza mashabiki wamzomee Foili. Ili Foili afike mahala aseme mimi bana hawanitaki, ni awage manyanga. Na Foili akasema hapa mimi siondoki. Kwa hiyo ngoma ni nzito kweli. Na sisi tunaifuatilia kwa ukaribu kuona inaishaje hii. Kwa leo baada ya mechi akamwambia basi kama hutaki kuondoka cheza kama Matola. Umeona ndio kichwa kinawauma hapo sasa. Ngoma bado mbichi kweli. Lakini Foili ana uwezo. Foili ni kocha mzuri sana. Na sisi tunamwombea aendelee kukaa nao mpaka wazamishe shimoni. Abaki huko. Msemaji mnaongoza ligi lakini. Kwanza kitu kimoja mnatakiwa mkumbuke kwamba katika raundi hii ya pili Simba Sports ndio timu pekee ya Dar es Salaam ambayo imepata ushindi. Yes. Wengine wote wengine wamepasuka, wengine wameokota sare, umeona bana. Mambo yamekuwa, lakini Simba Sports tumeiokoa. Hivi mna rekodi kweli wanangu? Kama Amani pale mna rekodi. Na nitaangalia moja baada nyingine. Sasa ni muda wa kuelezea. Nikiona content zangu hizi hazipo, siku nyingine sifanyi hapa interview. Sasa semaji tuambie magoli ya leo tumefurahia sana. Kijana wetu amefunga goli la kikatili mno. Bwana Selemani Mwalimu ama Mfalme Sele amekuwa na kiwango cha hali ya juu mno, na ukiangalia goli ambalo amelifunga kusema kweli ni goli la mshambuliaji kweli. Alipokonya mali kutoka kulia mwa uwanja akaingia nao, akadrive, akasukuma, akaingia nao, akapace, akaingia nao mpaka kwenye nje ya boxi. Kufika nje ya boxi akasimama, akascan. Sasa pale alikuwa na option mbili, ana option ya Kibu, ana option ya Neo Maema, lakini akatulia, composure hiyo, utulivu, akaangalia hapa nifanye kitu gani. Akamuona mlinda mlango amekaa vibaya, akaachia mkwaju. Ni goli la juhudi binafsi, na sisi tuna furaha kuona mshambuliaji ambaye tumempambania kumpata kutoka Morocco amekuja na kuanza kufanya kazi ndani ya Simba. Lakini tunao furaha kubwa kuona kwamba safu yetu ya ushambuliaji ndiyo safu inayoongoza hivi sasa kwa kufunga magoli mengi. Na huu ni mwanzo ndugu zanguni. Niliwaambia hawa aina washambuliaji tuliokuwa nao ama aina ya timu tuliokuwa nayo, kuna uwezekano mkubwa tukafunga magoli 100 msimu huu. Na kwa hali ilivyo, mechi 2 goli 6, inawezekana tukafunga magoli 200. Huo uwezo. Na hapa kumbuka Soa bado hajaanza kuonesha makali yake. Mwalimu Mfalme ndo kwanza amefunga goli lake la kwanza. Striker left ndo kwanza bado anautafuta ubora wake. Rushin ndio top scorer hivi sasa katika ligi ya Tanzania. Kwa hiyo mwaka huu ndugu zanguni wana Simba, mambo mazuri yanakuja na mtafurahi. Kikubwa ni subira. Tusiwasikilize kabisa wapiga zumari.
Wapo watu ambao wanapambana kuidogesha Simba Sports Club, kuiona Simba ya kwamba tuko katika dhofli hali kweli kweli, na reference yao ni mechi dhidi ya Gaborone, ambao sisi tunakubali kweli tulizidiwa kutokana na ubora wa mpinzani, lakini haiondoi ukweli ya kwamba sisi ni timu bora, ni timu nzuri, na ndio maana tuko hatua inayofuata hivi sasa. Lakini timu yetu ya Simba Sports Club, wana Simba tukashikamana sawa sawa. Huu mwaka ndugu zanguni yena mapema sana.